Na uchaguzi wa mchujo wa chama cha UDA kwa wagombea wa eneo bunge la Ol Kalou umekamilika. Hapo kesho chama cha DCP kitakuwa na uchaguzi wake wa mchujo vile. Na kwa sasa, mtazamaji wangu, tunaungana na mwanahabari wetu Bridget Ngana ambaye yuko katika eneo la Ol Kalou moja kwa moja tujuze mengi. Bridget, habari za jioni. DCP imejipanga ama bado iko na kiwewe cha lala salama? Na Frida, tuko kwenye ukumbi wa shule ya msingi ya Mumbi na ni hapa ndipo matokeo ya kura ya mchujo ya chama cha UDA yatakuwa kijumuishwa. Tayari tumeweza kushuhudia baadhi ya wale maafisa walikuwa wanasimamia vituo vya kupiga kura zaidi ya 140 wamekuwa wakifika na vipakatilishi wakipeana kwa ule mratibu mkuu ambaye ataweza kujumuisha matokeo hayo yote. Eneo bunge hili la Ol Kalou lina wapiga kura waliosajiliwa zaidi ya 72,000 na tunatarajia kuwa kutokana na kura hizi za mchujo ambazo zinafanyika leo na kesho zitaweza kudadisi kuonyesha kuwa jinsi wapiga kura wamejitayarisha, kwani mwaka ujao tunatarajia kuwa na uchaguzi mkuu. Kile ambacho tumeshuhudia pia ni kuwa kulikuwa na idadi ya chini ya wapiga kura waliojitokeza katika vituo tofauti, hisia ikiwa kulikuwa na fununu ambazo zilisema wale ambao watapiga kura katika shughuli ya chama cha UDA leo hii Ijumaa hawataweza kupiga kura hapo kesho, lakini hayajabainishwa ama hajawekwa bayana na chama chochote. Na uliuliza kama chama cha DCP kimejitayarisha, na ni kweli wamejitayarisha. Tulishuhudia kuwa chama hicho kando tofauti na chama cha UDA, DCP watatumia kupiga kura, watatumia mfumo wa kuhesabu kura, yani kupiga kura kwa kunakili, yani kutumia makaratasi, kwani chama cha UDA imekuwa ikitumia mfumo dijitali, na hii imesaidia katika shughuli za kujumuishwa kwa matokeo. Lakini bado hatujajua ni nani kati ya wale wagombea 10 ambao walijitokeza kuwania tikiti ya chama cha UDA nani ataibuka mshindi, na matokeo hayo tutaweza kuwapasha pindi zinapotokea ama zitakapotangazwa na yule mkuu wa UDA. Lakini hii hapa usemi ya chama cha DCP kuhusu matayarisho yao ya kura ya mchujo hapo kesho. Tumekuja kwa kujiandaa kwa primaries zetu tuko nazo kesho za chama. Kwa hii kiti ya Ol Kalou tuko prepared. With us here tuko na all our 8 aspirants wamekuja wote ku witness tukifungua masanduku zetu na ballot papers. We can assure you that we will conduct fair, free, credible and verifiable party primaries, and we've also made sure that the relevant staff with the right competencies have been deployed in all the polling stations. We will have observers from international organizations and local organizations that deal with elections, governance and accountability issues. Na Frida, chama cha DCP kinasema kiko tayari na chama cha UDA kitakuwa kikikamilisha shughuli yake ya kura ya mchujo usiku huu, na natumai kwa kabla ya saa 6 usiku tutaweza kujua ni nani atapeperusha bendera ya chama cha UDA katika chaguzi ndogo ambayo inatarajiwa kufanyika tarehe 16 mwezi Julai katika eneo bunge la Ol Kalou hapa kaunti ya Nyandarua. Na asante sana mwanahabari wetu Bridget Ngana. Kazi kuntu mnaotekeleza katika eneo hilo la Ol Kalou. Mtazamaji, umesikia kwamba vyama vyote viwili vinasema viko tayari. UDA iko tayari kutangaza na pia DCP vile iko tayari kujitosa katika uchaguzi.